Kwenye engo ya mtaa, labda mtaa namna ambavyo unawapokea, kwa sababu unajua pia unaweza ukawa na namba kubwa ambayo inapatikana mtandaoni lakini sio Tanzania. And nakumbuka mlisha kusema kuna baadhi ya nchi ambazo zinapokea vizuri sana muziki wenu. Ilikuwa ni nchi gani? Hizi nchi za Kiarabu, Kenya. Okay. Naona kuna mapokezi mazuri. Hata ukitazama streaming nyingi zinatokea wapi? Ni ngumu sana kukuta Tanzania mara nyingi kwamba ndio inaongoza. Tanzania wewe inafuata baadaye ndio inakuwa yenyewe. Yaani Tanzania muziki huo unaenda taratibu sana mpaka watu wa kukecho sema hiki hapa. So kinaanzaga kukua sehemu nyingine then Tanzania inafuata baadaye. Okay. Hiyo ni kwenye namba. Vipi kuhusiana na mtaani? Yaani mitaa inawapokea au huo ukuaji wa mtaa kwa muziki wa sasa muangalie? Sasa kuna kitu kidogo kiko tofauti hapa ambacho watu wengi hawajui. Kipindi hatuko sana hapa Morogoro. Ilikuwa ni rahisi kupata hizo details za namna hiyo. I mean hizo sehemu ambazo tulikuwa tukikaa mtaa unaona kabisa. Lakini Morogoro, mimi hiki kitu mara nyingi watu nakizungumza sana. Media za Morogoro au sijui watu wa Morogoro utumiaji wao wa social media na nini, yani ni ngumu kupata ule mwitiko moja kwa moja. Labda mtu aje kukupa kama story kwamba mtaani kwangu kuna waka hiyo hizo tu, lakini unajua kwenye sehemu nyingine ni rahisi mtu social medias wanazitumia sana, yani ni rahisi mtu kukuja kwenye Instagram yako, kuja kwenye page zako tofauti na kukuambia muziki wako uko poa. Hivyo ndio maana inakuwa ngumu kuelewa kwamba Morogoro wanakufuatilia mara kwa mara. Sio rahisi sana kujua. Na inawaumiza kwa namna kitu kama hicho kwamba nyumbani hapa ndo nilipo, lakini mbona kama wanipi ile feedback ya moja kwa moja hapa home? Inawaumiza. Inakuwa nzuri kwa sababu inakuwa kwanza haitudumazi, unajua? Okay. Unajikuta maybe una focus mbali zaidi. Unajua ukishakuwa unapewa sana support sometime, ukiwa unaonyeshwa love sana sometime unadumaa, unajiona kama umeshafanikiwa. So challenges sometimes zinakuwa zinasaidia mtu kuweza kufikiria zaidi kwamba unahitaji kufika sehemu kubwa zaidi, unajua? Alafu pia kitu kingine nafikiri ukiwa una attract watu wa mbali zaidi sometimes inakuwa inavutia zaidi. Mimi naona hiyo inatengeneza mvuto zaidi. Binafsi. Hiyo ndio kali yani. Napenda kuwa na mvuto zaidi kwa mtu ambaye hanijui, unajua? Ukiweza kumshawishi mtu ambaye hakufahamu lakini anasikiliza kazi yako, anaielewa, ni kitu rahisi sana kukufanya kupick kwenye akili yako kwamba nilichokifanya kina matokeo positive. Tofauti na mtu ambaye anakufahamu, unajua, afu akawa anakushangilia au anakushabikia na kwambia unafanya kitu kizuri. Sometimes unaweza kuona labda ananisifia labda kwa sababu ananijua, unajua, kwamba ni asionekane. Nafikiri unanielewa vizuri. Anachomaanisha ni hicho. So support ya kutoka mbali zaidi ikiwa kubwa zaidi inakuwa ni nzuri zaidi. Support ya nyumbani pia ina make sense. Kuna miaka Nego mlikuwa mnafanyaga zile shows zile za mitaani. Yaani nilikuwa naona mlienda Kilombero, kuna sehemu hapo mlikuwa mnaenda mnapiga show na nini. Hii mnayoizungumza kwamba Morogoro hawa support kwa namna moja ama nyingine au hawaonyeshi ile love kwa wasanii wao, pengine ndio ilifanya mkaacha kufanya kile ambacho mlikuwa mnafanya, au ile ilikuwa ni msimu tu ulikuja? Naweza nikaviweka vyote kwa pamoja. Pengine tulipunguza kwa sababu tumeanza safari nyingi tofauti, na ukuaji pia inatufanya sisi kwenda kufanya sehemu tofauti. Lakini pia kuacha pia kufanya kabisa Morogoro pia muitiko, yani hatuwezi kuficha. Yani ni kweli kwamba muitiko sometimes ni mdogo, japo sisi vitu vyetu sidhani kama tumewahi kufanya kitu kikawa kina muitiko mzuri. Tunaheshimu hicho kitu, tunaheshimu sana support zao. Lakini unajua kadri unavyofanya, kuna muda tunakutana na comment fulani sometimes naambiwa mtazekea huko hizo kwamba yani mnafanya vitu vizuri lakini mnafanya kwa ajili ya watu wenu tu wa karibu. Kumbe haiko hivyo, ila tu kwa mitazamo yao, kwa sababu imekuwa rahisi zaidi kufanya events tofauti kwa hapa kuliko kufanya events mikoa mingine. So now tumejipanga zaidi katika kufanya kitu kisomeke zaidi kiukubwa kwenye sehemu nyingine zaidi, ili tuweze kufanya ma-event pia sehemu nyingine. Okay. Bana, ni Nego ndani ya Mega Mix Show ya Aboud FM. Bana, Fat Zinga anatusikiliza hii time. Ni moja kati ya wakali ambao wanakamilisha ile Kilinge Channel 8. Alikuwepo siku ya uzinduzi wa Medibotion. Yule mwana ambaye alipanda mwishoni kabisa, Biggie yule bonge. Ndio ananikumbusha, ananiambia bana wape hongera zao. Au jamani, noma kabisa, walipiga show kali sana siku ya uzinduzi wa Bongo. Combination yenu na
na Medi ni kama inachochewa na nini kwanza? Kwa sababu tunawaona kwenye album ya pili and ni ngoma zaidi ya moja, yani fantastic. Mimi kwanza nimpongeze sana Medi. Okay. Unajua sisi pia usikilizaji wetu wa hip hop tunasikiliza, lakini na tuwapo watu tunasema huyu anafanya, lakini tangu tumekutana na Medi kuna vitu tofauti sana tunakiona kutoka kwake. Yani kuna muziki fulani huko tofauti sana. Yani ni mwandishi mzuri. Na sisi kitu ambacho tunapenda kwenye muziki wetu ni kufanya uandishi mzuri ili watu waweze kusikiliza. So hata ukisikiliza zile yeye ni mwana hip hop, ndio? Lakini zile ngoma ukizisikiliza yani zinasikizwa na kila mtu. Na hicho ndio kitu ambacho sisi tumekitarget zaidi. Na ndio maana kila tunapokutana akitupa idea yake inakuwa rahisi sana. Naye pia nadhani anafurahia kwa sababu kila akitupa kazi hata akija sasa hivi hapa ni ndani ya dakika kadhaa tunakuwa tushaimaliza hiyo kazi. Huwa amnaga kazi ambayo imekaa hata siku 2, sidhani kama ipo hiyo kazi, labda kwa ajili ya marekebisho tu madogo. So nafikiri inaleta nguvu zaidi ya ushirikiano, kwa sababu ukaribu, nafasi tukipeana, namna tunavyozitreat hizo nafasi hivyo. Okay, na kidogo kwa uchache mnaweza mkaizungumzia ile show. I say kwanza mliua, mimi nilikuwa pale mliua sana. And namna ambavyo mlijipanga kwenye ile show, maandalizi yake yalikuwaje? Kwa sababu kama sijakosea kukumbuka nyinyi ndio kama mlifungua rasmi show. Kwanza tumpe shukrani. Mimi natoa shukrani pia kwake kwa sababu alitupa ushirikiano kwenye tangu maandalizi mwanzoni, unajua. Kupata kufanyia zile rehearsal zilikuwa pia zina msaada mzuri zaidi. Unajua ukifanya show, kabla ya kufanya show ukiwa umefanya maandalizi mazuri, ambapo kwa mfano maybe rehearsal unajua kabisa kwamba unachoenda kukifanya kinakuwa kwa namna gani, unajua. Kwa kama hata kama kuna errors zozote ni rahisi kidogo kuzisolve. Tofauti ambayo unaenda kwenye show lakini bado hujui unachoenda kukifanya, unaenda kufanya kitu gani, unajua inakuwa sio kitu kizuri sana. So kwa maandalizi ambayo aliyafanya pia yalichangia kupata show nzuri, unaona pia kitu kingine ni mara yetu ya kwanza kufanya live. Hicho kitu labda watu wengine wanaweza kawa hawajafahamu, lakini ni mara yetu ya kwanza kufanya live show. Serious? Vizuri. Yani ile live kwamba tunapiga live, vyombo vinapigwa, So ilikuwa ni experience nzuri kwetu pia kwa matokeo pia ambayo tumeyafanya. I mean matokeo ambayo tumeyapata pia kutokana na show ambayo tulifanya. So ni kitu kizuri. Hata mimi nilikuwa sijui kama ilikuwa mara ya kwanza. Mimi mwenyewe pia nilikuwa sijui kama ilikuwa ni mara ya kwanza. Watu wengi hawakujua hivyo, lakini pia tulikeep kama ni kitu ambacho tumeshawahi kufanya, kwa sababu sisi ni wafanya muziki, sio na wanamuziki. Tunatengeneza muziki, unajua tunaandika muziki wetu wenyewe. So confidence ya kufanyia kitu ambacho tunachokifanya ilibidi iwe ya kwetu. Vizuri. Pia ni start nzuri ya kufanya live. Pia kitu kingine ninachokifurahia zaidi ni kufanya live Morogoro. Unajua, kufanya live Morogoro hapo ni kwa wasanii wa Bongo Flava. Ni kitu kizuri, kinaweza kuhamasisha watu wengi sana kuupenda muziki zaidi. Kwa sababu tunapokuta muziki, mara nyingi watu wanasikiliza nyimbo zetu tunavyoziimba, wanazisikia zipo tayari. So kusikia wimbo ambao upo tayari umeshatengenezwa, lakini unakuja unapewa live vision yake, ni rahisi pia kuona kwamba ndo wanavyofanya, unajua. So ni kitu kizuri. Okay, msanii kufanya live pia ni kukua, si ndio? Kabisa. Ni ukuaji. Kwa hiyo kuna namna pia mligundua baadhi ya makosa ambayo mliyafanya siku ile labda kwa sababu labda ilikuwa ni mara ya kwanza. Makosa till tunafanya mazoezi, kuna vitu tulikuwa tunavi experience pia kuona kumbe kuna hiki kiko hivi. Yani ni muziki, unajua ni kujifunza kila siku. Amnaga mtu ambaye amekamilika sana. Sidhani kama yupo kama kuna msanii amekamilika moja kwa moja kwamba akiimba basi hakuna makosa. So tulichokuwa na experience sisi ni kitu kipya kwetu. So hata kama kuna madhaifu tulikuwa tunajifeel tu madhaifu binafsi, lakini hatufeel madhaifu kama kila mtu anatuona kwamba ndio tuko hivyo. Ukisema binafsi ni kama yapi ambayo unayo? Vitu vidogo unajua maandalizi ya show. Sometimes kuimba kujisikia, yani unasikia speaker zote ziko sikioni kwako, uwezi, yani kuna kitu ujisikii. Unajua ukiimba ukiwa peke yako na ukiimba sehemu maspika yanapiga, yani kuna kitu tofauti. So hiyo experience kwetu ilikuwa ni ndogo sana kwetu, lakini tumefanya vile ambacho tumekiweza. Sawa, kuna mdada anaitwa Angel
anatusikiliza hii time. Shout out sana kwake, ni moja kati ya wasikilizaji wetu wazuri kutoka Mzumbe. Anasema ameshawahi kufunga safari mwaka, anasema amesahau. Ameshawahi kufunga safari kutoka Mzumbe hadi Msamvu kuja, ilikuwa ni kwenye uzinduzi. Nakumbuka mimi pia nilikuwa. Ilikuwa ni uzinduzi wa nini? Ilikuwa EP. Ilikuwa EP. Anasema ameshawahi kufanya hivyo na alienjoy sana. Ila yeye pia alikuwa ajui kama hamjawahi kufanya live, kwa sababu siku ile alikuja alienjoy sana. Akasema matukio kama yale, yani kupotea kwa matukio kama hayo ya uzinduzi wa baadhi ya vitu ni kama yanafanya muziki wa Morogoro uonekane umelala. Kwa nini mmeamua kuacha kufanya uzinduzi baada kama vile EP? Wengine wanazindua track na nini. Shout out Comedy amezindua album. Pia shout out kwa Angel. Angel pia. Hatujaacha. Nafikiri ni ukusanyaji wa nguvu maybe kwa ajili ya tukio lingine. Unajua ilikuwa ni EP yetu ya kwanza, uzinduzi wetu wa kwanza. So pia ilitugharimu vitu vingi, lakini tuli experience kitu kizuri, love ya wao mashabiki, unajua. Lakini pia tuliona na matokeo yake. Nakumbuka pia na Feeling You pia ndio ilikuwa ndio mwanzo wake, safari yake ilianzia pale. Sababu tulitoka kwenye EP. So wa expect vitu kama hivyo kwamba vitatokea tena na tena. Kama hivi karibuni pia tuna kitu ambacho tutakuja nacho. Tunaweza tusikieke hapa exclusive, lakini tutakuja nacho pia hicho kitu. So ni album yo. Ni album, kwa sababu ukiacha EP tuna album. Ukiacha EP ya City of Nego. Kuna album ipo, lakini nafikiri bado muda wake. Kuna kitu ambacho tunakitazamia. Tunatamani kufanya kama wanavyofanya wale watu ambao watu wote mnawaamini. Yani tunatamani kufanya kile kitu kionekane kama nani sasa tunayemwamini hapa, ili tuone nini alifanya, tujue Nego anakuja. Amini watu walotutangulia. Unajua kuna kama nani, Afande Sele walishafanya vitu vikubwa. Unajua tunatamani kufanya kwenye ule ukubwa. Yes, hivyo ndio vitu ambavyo tunakitamani. So album tunatamani kuitoa, lakini tunatamani itoke alafu kila mtu aone utofauti. Au inatoka collab yenu na Afande Sele, kwa sababu nilisikia za chini chini kuna collab na Selemani. Mmefanya collab na Mfalme. Tuna uvumilivu. By the way, collab yenu ilikuwa mlifanya ngoma? Tulifanya wimbo ambao ulishatoka, lakini ulikuwa ni wimbo wa kuhamasisha mambo ya kutunza vyanzo vyetu vya maji. So tulishafanya fanyika na ilishatoka. Yes, so vitu vingine tutaendelea kuvifanya.